As I told you, we are at the end of this story msikilizaji, na tulipoishia bwana ni baada ya Jerome kuingia kwenye mikono ya Janilo na Janilo kuingia kwenye mikono ya Jerome. Jerome bwana akamteka kijana wa Janilo. Sasa Jerome anakuja kumpigia simu mwamba Janilo na anaanza kumwambia kwamba unajua tuko na kijana wako. Janilo anajibu najua sana. Na Janilo alijua kabisa kwamba kitendo cha wao kuwa na kijana wake ni lazima tu watamtafuta. Sasa Jerome kaingia kwenye mikono ya Janilo. Ikabidi ampigie mtu kutoka pande za Marekani, mwamba CIA, na akamwahidi ya kwamba kesho nitakuwa Tanzania. Kwa tunasonga mbele msikilizaji. Pande sasa za Sinza Mapambano, kumbuka ninekusimulia ni Lucas Numba, mtayarishaji Fabian Babuya. Pande za Sinza Mapambano, majasusi wawili yani Javel Mkosi na Hamidi Milai, ambao walikuwa sehemu ya kikosi cha mkurugenzi wa usalama wa taifa, kuweza kumtafuta Janilo baada ya harakati za muda mrefu kumtafuta bwana huyo, walikuwa wamepumzika nyumbani kwa Javel, huku sasa wakisubiri simu ya bosi wao ambayo waliamini asubuhi ya mapema lazima ingewashtua kuweza kutania ofisini ama mahali popote pale ambapo wangetakiwa kwenda. So walikuwa na kula tu bia na nyama choma ile sehemu, wakiwa na wanawake wawili ambao walikuwa wanafanya nao mibanjuano kwa fujo kana kwamba hakukuwa na kesho. Maisha yao hayakuwa yanaeleweka kwa kuwa muda wote wao walikuwa ni watu wa kufa. Hivyo nyakati ambazo walikuwa wanazipata kwa ajili ya kula starehe, walikuwa wanazitumia haswa. Starehe iliendelea kwa muda mrefu mpaka muda ambao Javel alikuwa anaenda bafuni kupunguza maji mwilini, ndipo alihisi kama kuna kivuli alikiona kikiwa kama kinapita dirishani. Alisita kwa muda na kuchungulia nje, ila hakuona kitu. Akahisi kama alikuwa ameona vibaya, hivyo akaendelea na safari yake ya kwenda bafuni. Airudi akiwa sasa anamkimbilia mwanamke ambaye alikuwa kwenye sofa amejilaza, viungo vyote vipo empty. Alikuwa anaziwaza raha na joto ambalo lilikuwa linaufanya mwili wake kusisimka vilivyo. Lakini akiwa sasa anatokezea kwenye ile sebule, sehemu ambayo ndio walikuwa wanafanyia mibanjuano, airudi nyuma, sauti ikiwa sasa inashindwa kutoka vizuri baada ya kukutana na kitu kizito kwenye koo lake. Aliumbia ukutani akiwa anahangaika. Lengo alikuwa ni anataka kumshtua Hamidi ambaye sasa alikuwa ameinamia kwa mwanamke kata viuno tu. Sasa yule mwanamke ambaye alikuwa anafanya mibanjuano na Javel, yeye alikuwa amelewa, hivyo alimwachia mwanamume huyo, alimwachia mwanamume huyo mwili aufanye tu vile ambavyo anataka. Ndio maana hata kushtuka kwa lolote, maana akili yake haikuwa pale kwenye sofa ambapo alijilaza. Janilo alitokea mbele yake. Javel alishika glasi ambayo ilikuwa pembeni, akaitupa kwenye kabati, ikapasuka. Sasa kupasuka kwake ndio kukamshtua Hamid ambaye aligeuka na kugundua kwamba mwenzake alikuwa anapambana na kitu cha hatari. Javel alipigwa ngumi 4 kwenye mabega yake, yakawa sasa ni kama ya mtu kilema hivi kwa sababu alikuwa amepata ganzi kwa muda. Alipigwa ngumi nzito shingoni, akawa amezimia pale pale. Hamid alitoka anakimbia akiwa sasa yuko wazi kabisa bila tangu hata moja. Sarakasi yake ilimfanya kusogezewa meza ambayo iliutegua mguu wake ambao ulikuwa chini, anajigeuza kwa mkono. Sasa alishuka chini akajibamiza na kujibinua kwa sarakasi, wakati ambao wale wanawake sasa walikuwa wanajikokota kuamka kutokana na yale makelele ambayo yalikuwa mle ndani. Hamid aligeuka kwa miguu yote miwili, alidakwa mguu mmoja, akapigwa ngumi nzito ya tumbo mpaka akatapika damu. Alitaka kunyanyuka, alitaka kunyanyua mguu ili aweze kupambana, lakini mguu ukamfikia mpaka shingoni ambapo alienda ukutani. Alipasuka kwenye sehemu ya kichwa, na alipotaka tu kunyanyuka tena kwa kujikongoja, ulisikika mlio wa risasi ambao sasa uliwafanya wale wanawake akili zao kurudi tena. Zile pombe zilipotea ghafla, wakawa wanatetemeka na kulia sasa wakiwa wanapiga makelele. Waliambiwa ya kwamba ondokeni haraka humu ndani na asije akajua mtu yoyote kama kuna kitu kinaendelea humu ndani, vinginevyo nitawatafuta na kuwaua. Basi walikimbia kwa mbio kali. Usingeamini kama walikuwa ni watoto wa kike. Hawakukumbuka nguo zao wala mikoba ambayo walienda nayo kwa mapozi. Jambo la muhimu kwao muda ule lilikuwa ni kuyaokoa maisha yao kwanza. Hamid alikuwa na hema kwa shida. Hakuwa na ubavu wa kuweza kushindana na risasi. Basi aliambiwa kwamba
kamfunge mwenzako kamba. Alirushiwa kamba ambapo bila kuuliza alitekeleza amri ile haraka sana, kisha naye alifungwa vizuri kuanzia mdomoni. Sasa wawili wale walibebwa mpaka nje ya ile nyumba ambapo walipangwa tu karibu na mlango akiwa bila nguo kabisa kwenye miili yao. Kisha Janilo yeye alienda kuketi kwenye gari ambalo lilikuwa pembezoni kidogo. Janilo akasema kwamba nitajie namba ya Fionela kwa sababu ninamhitaji muda huu. Jamaa akajibu ya kwamba unaweza kutuua sisi tu, hakuna haja ya kuwaua mpaka wale. Janilo akasema sina mpango wa kuwaua muda huu, ila usije ukanifanya nikabadili maamuzi yangu. Basi hakuwa na namna Himidi zaidi tu kutaja namba mwanamke yule. Yes, hello, nipo nyumbani kwa mwenzako Sinza hapa na kuhitaji muda huu haraka sana. Alizungumza tu hiyo sentensi baada ya simu kupokelewa na kisha kaikata. Baada ya nusu saa zilisikika breki za gari nje ya ile sehemu ambazo zilishikwa kwenye gari ambayo ilikuwa kwenye mwendokasi. Fionela aliingia mle ndani akiwa na Miladi. Huyu Miladi kama mtamkumbuka anaitwa Miladi Ngauka ambaye alikuwa ni mpelelezi mwenzake. Wote wawili walikuwa na silaha kwenye mikono yao kwa sababu walikuwa wanajua aina ya mtu ambaye walikuwa wanaenda kutana naye. Macho ya kwanza alitoa kwa mwenzao ambao walishangazwa kuona wamefungwa tena wakiwa hawana nguo hata moja. Milad ndiye ambaye alikuwa wa kwanza kumuona Janilo juu ya gari, hivyo alimnyoshia bastola. Ndipo naye Fionela alifanya kama vile mwenzake. Wakaanza kumsogelea Janilo kwa karibu zaidi. Akasema kwamba upo chini ya ulinzi Janilo. Leo hauna mahali pa kukimbilia tena. Ni lazima tuweze kuondoka wote, lakini hii pia ni kwa ajili ya usalama wako. Maana watu lazima watakuua na sisi tunakuhitaji wewe ukiwa mzima. Kuna kitendawili ambacho hatuna jibu nacho na wewe unaweza kuwa tu mtu ambaye ni sahihi wa kutupatia majibu. Janilo alitabasamu akasema tangu tukutane mara ya kwanza nilikuwa najua kuna kitu umejifunza kuhusu mimi, ila inaonekana licha ya yale yote ambayo yalitokea bado umeamua kuwa na kichwa kigumu, si ndio? Sina uhakika kama hili ni jambo salama kwako na kwa mwenzako Fionela, na hata wewe mwenyewe unalitambua hilo. Kwa kile zako hivi mimi ningekuita kipuuzi tu ile eneo kwa kurupuka kama unavyohisi wewe. Kiasi kwamba unanitisha na hayo matoi yenu mkononi. Ukisi ndio anaweza kwamba mimi akanifanya kuwa na wasiwasi mbele ya watu dhaifu kama nyie. Fionela akajibu ya kwamba nini unahitaji kutoka kwetu Janilo? Hilo ndilo swali ambalo ulitoka kuniuliza mapema. Sasa nisikize kwa makini bibi. Nimekuwa na siku mbaya sana leo na sidhani kama wewe na wenzako mtahitaji kuwa sehemu ya mimi kumalizia hasira hizi ambazo ninazo siku ya leo kwa sababu tu ya kuhitaji kuleta ujuaji mbele yangu. Nina imani kunaweza kuwa na namna nzuri zaidi ya kulifanya jambo hili na kulimaliza kwa njia ya amani tu. Mimi nipo tayari kuacha wewe na wenzako mkaendelea na maisha yenu. Ila kwa muda huu nahitaji Daniel afike hapa. Basi Fionela akasema kwamba yani upo chini yetu na bado wewe ndio unaweka masharti. Una akili za kitu zima mpaka unafika umri huo. Wale wenzako walipo pale nyuma ule mlango, kuna bomu ambalo linaweza kulipuka mita 15 kutoka lilipo. Ikiwa na maana ya kwamba hata nyie wote hapa mtalipuka na kufa. Sasa mimi mpaka nabonyeza remote iliyopo mfukoni kwangu litanikutia ukutani pale kwenye fensi. Hivyo kwa hapa mlipo ni mimi pekee ambaye nina nafasi ya kuishi. Na sidhani kama upo tayari kuua wapelelezi wenzako wawili eti kwa sababu tu ya jeuri yako. Mwisho wa siku maamuzi ni yako. Baada ya Janilo kusema hivyo, Fionela akasema hata wewe hautaweza kuliwahi hilo bomu. Maana yake utakufa ama utapata majeraha ambayo yatakufanya uishie kwenye mikono ya watu wengine. Na naomba iwe ni serikali. Wow. I will take my chance. Mwenye uwezo wa kutoa hiyo ruhusa ni mkurugenzi tu. Na kupatia dakika moja tu kama haujafanya maamuzi wote mnakufa Fionela. Sasa sijujua kama na hilo utahitaji kumshirikisha bosi wako. Fionela alimwangalia Milad ambaye alionyesha sura ya huruma. Alimtaka mwanamume huyo aweze kushusha silaha yake. Basi akaulizwa, yani Janilo akaulizwa kwamba unataka kumfanya nini Daniel? Sio biashara yako kwa sasa kujua yote hayo. Na sioni kama inakuhusu. Wewe fanya ambacho kimekuleta hapa bibi, sawa? Nilikusamia siku ya kwanza. Nimekupa nafasi nyingine ya kuishi kwa siku ya pili. Kwa hiyo usipate kiburi ukahisi kwamba nitakupatia nafasi nyingine baada ya hapa. Kama nikikupa Daniel, unaweza kuacha kila kitu na kuondoka Tanzania? Kwa sababu umesema
watu wengine ambao wanakutafuta sisi tutashughulika nao. Una hakika unaweza kutimiza hilo? Ndio, na kuahidi. Mwisho siku ahadi inakuwaga ni maneno tu, Fionela. Hapo ulipo unajua kama mkuu wa majeshi amekufa? Hapana, mkuu wa majeshi bado yupo hai. Na wewe ndio unataka kuingia ahadi na mimi kwamba eti unaweza kutekeleza haya mambo wakati hata bosi wako hakuamini wewe na wenzako kuambia siri ambazo anazijua. Unamaanisha nini kuhusu bosi? Una taarifa kama alipewa watu 15 wa kumsaidia hii kazi ya kunitafuta mimi? Kwamba? Alipewa watu na nani? Na mkuu wa majeshi ambaye mpango wake ulikuwa ni kuipindua nchi. No. Hapana, hii haiwezi kuwa kweli. Una watu wawili wa kuuliza. Muulize bosi wako kuhusu watu hao 15. Kama nitakuwa nadanganya, nitaondoka hapa bila kufanya chochote. Na ukitaka kujua kama CDF alikuwa anataka kuipindua nchi kupitia mchezo huu, basi unaweza kumuuliza rais wako, kwa sababu na imani atakuwa na taarifa zaidi. Yaani rais anaingiaje kwenye hili? Bibi, kuna mambo ambayo yapo nje ya uwezo wako na unatakiwa kuruhusu ya kupite tu, maana unavizidi kuyajua kiundani zaidi yatazidi kukuumiza na kukumaliza. Yaani hapo ulipo hata hujui kama mimi na rais tumekutana na kufanya mazungumzo mazito. Hata bosi wako hajui kuhusu hayo yote. Na ndio maana Daniel akifika hapa, bosi wako anatakiwa kupewa taarifa. Maana naye anatakiwa kufika ile eneo na mazungumzo naye. So na imani pia mpaka muda huu haujui kama jaji mkuu wa Tanzania ni marehemu. Msikilizaji, walizidi kuchanganyikiwa, maana kila neno ambalo lilikuwa linatoka kwa wakati ule lilikuwa linakuja na habari mpya ambazo zilizidi kuwachanganya. Sasa walibaki kushangaa, akasema kwamba nini, jaji mkuu? Ndio, amekufa. Kwa sasa sina muda wa kupoteza na wewe Fionela. Piga simu Daniel haraka, na atakiwa kujua kama mimi nipo hapa. Kisha baada ya hapo utaenda kuwafungua wenzako na mnatakiwa kutazama kila ambacho kinafanyika hapa, maana mtasababisha ni waue wote na rais wenu hatafurahia kama tukiishia huko. Kwa hiyo utafanya au unahitaji kufanya kwa lazima. Fionela alimeza mate na kumpigia simu Daniel ambaye kwa wakati ule walikuwa wakifanya kazi pamoja. Basi Fionela alipopiga simu akasema kwamba kuna emergency ya muhimu na kuhitaji mara moja. Upande wa pili ulimjibu, kisha Fionela akasema kwamba na kutumia location ya mahali tulipo. Simu ilikatwa huku akiwa na wasiwasi. Wawili wale walitakiwa kukutana kwa sababu walikuwa na mengi ya kwenye historia yao walikuwa wanahitaji kuyajadili pamoja. Na wakati huo Fionela alimtumia bosi wake mkurugenzi ujumbe wa haraka kwa njia ya address. Aliamini akiona ujumbe ule angetambua tu kwamba kulikuwa na hatari kubwa mbele yao. Sasa nusu saa baadaye bwana, ulisikika mungurumo wa gari kubwa tu kwa nje. Ilionekana kuwa gari nzito, na baada ya muda mfupi kupita vikasikika vishindo vya miguu kuelekea kwenye lile geti ambapo ndipo location ilikuwa inasoma. Geti lilisukumwa, ukaonekana mguu wenye buti kali chini. Buti lile alikuwa analitambua vizuri sana Fionela, kwani ni lile ambalo lilikuwa na chuma chini yake, na aliyeingia muda ule hakuwa mwingine bali ni mwamba TOD Daniel. Uso wake moja kwa moja ulikuwa umelenga kwa Fionela na wenzake ambao walikuwa wamesimama kama kukata tamaa hivi kwenye kona moja. Alitembea kusasa mwili wake ukiwa unasisimka kwa nguvu, ila hakuwa ametambua hatari ambayo bado ilikuwa mbele yake. Alimsogelea Fionela mahali ambapo walikuwepo, mwili wake ukiwa sasa umezungushiwa kwa koti laini refu tu ambalo lilimfunika mpaka chini ya magoti, akiwa sasa hajalifunga mbele. Daniel akauliza kwamba kuna nini kimetokea mpaka umeniita kwa mashaka muda huu Fionela? Fionela akajibu, haukupaswa kuwepo eneo hili Daniel. Daniel akasema kwamba ni wewe ambaye umenipatia taarifa kuja hapa. Sasa kivipi unasema kwamba sikustahili kuwepo hapa? Daniel akaambiwa kwamba geukia upande wako wa kulia. Aligeuka kwa mshangao akiwa na hamu kubwa ya kutaka kujua upande ule ulikuwa na nini haswa mpaka aweze kusisitizwa namna ile. Daniel bwana alishtuka isivyokuwa kawaida, kwani ni kama bado alikuwa anaota. Ule upande ambao aliambiwa aweze kugeukia ulikuwa na mtu ambaye alikuwa anajua kuna siku kwenye maisha yao wangekuja kukutana, ila hakutarajia ingekuwa mapema namna ile. Alimeza mate yake akiwa anaitoa silaha moja kali kwenye koti. Kwa mashaka sana aliita Janilo. Aliita kwa mashaka akiwa sana anatazama juu ya gari ambapo Janilo alikuwa amefumba macho yake.
Hatimaye tumeonana tena Daniel. Nani angejua maisha yangekuja kutukutanisha kwa namna kama hii ndugu yangu. Maisha yanabadilika na kwenda kasi, sikutegemea kukuta upande kama huu. Basi Daniel aliuliza kwamba kimetokea nini hapa. Janilo aliruka kwa nguvu na kutua chini kwa kishindo, huku Daniel akiwa anasogea nyuma kidogo na kukagua mazingira kila kona, maana hakuelewa nini kilikuwa kinaendelea mpaka mtu mmoja ambaye hakuwa na silaha aliweza kuwafanya usalama wa taifa wale kuweza kuketi pembeni kumsikiliza yeye anachokitaka. Kinachotokea leo ni kwamba naenda kukuua Daniel. Na nataka ufe kikatili kuliko binadamu yote ule kwenye haya maisha. Mpuzi mmoja kama wewe ambaye niliwahi kukupenda kama mdogo wangu, ukaja kunisaliti kwa kuanza kuuza taarifa zangu. Alafu siku ile ambayo ulienda kumvamia ule mwanasiasa ukacheza naye mchezo wa kujifanya uliuawa. Picha zako zilitumwa kwangu ukiwa maiti. Yaani mimi nilikuwa ni mpuuzi kuweza kuziamini taarifa zile kama kweli ulikuwa ni mfu kipindi kile, kwa kuwa ulitangazwa mpaka kwenye baadhi ya vyombo vya habari ambavyo ulivilipa, lakini serikali ilijua upo hai. Ila ni mimi tu ambaye niligeuzwa kuwa mjinga. Baadaye na wewe pia uliamini mimi nimekufa, hasa baada ya kusikia ambayo Martin Sagambi alinifanyia. Nani angeamini mimi na wewe leo hii tungekuwa wote tena kwenye mazingira kama haya? Nadhani mmoja wetu anatakiwa kufa, ndio njia pekee ya kuweza kulimaliza ile Daniel. Makosa ya nyuma yalishafanyika, kwa hiyo hakuna namna tunaweza kurudisha muda zaidi ya kuangalia mbele. Uliwahi kunifundisha mwenyewe kwenye haya maisha kwamba kama ikifika sehemu hakuna namna unaweza kufanya kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo hakikisha unafanikiwa kuishi kwanza, na mimi niliufanyia kazi ushauri wako kama ulivyonitaka. Ajabu leo unanishangaa tu mimi kutumia hiyo nafasi kuweza kuishi, Bwana mdogo, mtu ambaye anaenda kufa usiku leo, wote tunajua kwamba si mbali na wewe. Na kwenye kukufunza hayo ambayo umeyasema umesahau, niliwahi kukusisitiza kwamba kwenye maisha ya mwanaume maneno yake ndio dhamana yake kubwa. Nikiwa na maana ya kwamba hata itokee nini usije ukathubutu kumsaliti mtu wako ambaye anakuamini na amekufanyia makubwa kwenye maisha yako. Ila nadhani haukuwahi kulisikia hilo. Alafu sasa ulivyokuwa mshenzi, ulijua kama na mtoto, ukaamua kumuua tangia ulimo. Ili nisifanikiwe kuzipata hizo taarifa, si ndio? Unataka kumuua na mwanangu, Baada ya Janilo kuuliza hivyo, Daniel akasema ya kwamba ile ilikuwa ni njia pekee mimi kuweza kukufikia wewe na kukuua haraka kupitia mtoto. Ila ni kwa bahati mbaya tu nilimkosa wakati nafika kule Tanga. Hata hivyo mimi ndiye mwenye silaha, hivyo ndiye ambaye anaweza kuamua hatima ya maisha yako kuanzia muda huu Janilo. Daniel, ulitakiwa kuuliza wenzako kwanza nini kinaendelea humu ndani kabla ya kurupuka. Basi Daniel aligeuka na kushangaa baada ya kuona Fionela alikuwa amemnyoshia bastola. Daniel akasema kwamba wewe unafanya nini Fionela? Fionela akasema kwamba utafanya namna anavyotaka yeye ufanye Daniel. Ndio njia pekee sisi kuweza kutoka ile eneo salama, vinginevyo tutakufa wote. Daniel akasema kwamba yani umeingia kwenye mtego wa maneno yake. Daniel, namsikize kwa makini. Sawa. Uliingia kwenye haya maisha ukiwa unajua madhara ambayo yatakuja baadaye kama ukishindwa kuifanya kazi yako kwa usahihi ambayo mpaka sasa umeshashindwa. Tangu siku ambayo niligundua mzee alikuwa ni msaliti kwangu na nikamuua. Kuna siku niliwahi kuhisi itafika ambayo mimi na wewe tutakuja kufikia hatua kama hii. Kwa ninajua mtu akiwa na nguvu anakuwa na tamaa ambayo kuidhibiti ni ngumu. Kwa sababu yeye anahisi anaweza kufanya kila kitu. Na pesa zikiingia huwa zinaharibu mambo mengi ndugu yangu. Hao hawana uwezo wa kukusaidia kwa sasa, kwa kuwa wanatambua hili eneo lina bomu ambalo kama nikiamua kulilipua hakuna ambaye anatoka sehemu hii salama. Na unajua huwa mimi sitani kwenye mambo kama haya. Kwa hiyo sina uhakika kama kuna mtu hapo yupo tayari kufa kwa ajili yako Daniel. Mimi nakupa nafasi ambayo hautakiwi kukimbilia hizo risasi kwa ajili yako kwa maisha yako, bali unatakiwa kuitumia mikono yako na nguvu zako zote ambazo unazo, kwani kama utatumia hiyo risasi unaweza kufanikiwa kunipata. Yani moja tu ndio unaweza kunifanikiwa kunipata, ila hao wote watakushambulia. Hivyo wewe ndio utakufa kwa aibu kama binadamu mwoga. Nakupa nafasi ya kuwa shujaa. Tupa hizo silaha za moto kisha yatetee maisha yako kwangu.
Kwa hiyo unatakiwa ufe na kuandikwa kwenye historia kama shujaa. Maneno yalitosha kumuonya kuwa silaha hazikuwa sehemu sahihi ya kuweza kutumika pale. Mikono yake ndio ambayo ilikuwa inahitajika. Alimwangalia Fionela kwa hasira. Daniel akasema kwamba sidhani kama mkurugenzi atafurahia hili akifika hapa Fionela. Fionela akajibia kwamba hatuna chaguo lingine Daniel. Basi wanaume wale wawili walikuwa wanatazamana, mmoja akiwa sasa na wasiwasi huku mwingine akiwa na hasira. Daniel alihema kwa nguvu, akafumba macho na kuwafumbua. Alitembea taratibu kwa hatua moja, kisha akajifyatua kwa nguvu kubwa mno na kwenda kwa Janilo. Miguu yake ile ambayo ilikuwa na viatu vya chuma ilikuwa inatembea kwa nguvu kubwa, huku Janilo akijivutia nyuma. Mguu ulipita usoni kwake, akawa sasa amekosa kidogo. Alitembea mbele, Daniel akarudi nyuma kwa kasi kukwepa ujio wa zile ngumi ambazo zilikutana na hewa, mpaka sauti sasa ikawa inatoka kwa namna zilivyokuwa zinasafiri kwa nguvu kubwa. Ajigeuza akiwa anazunguka mtama mkali. Janilo sasa akarudi nyuma na kutishia kama anaenda mbele. Daniel alisita, akakutana na buti la shavu, akayumbia pembeni. Alinama na kurudi nyuma kwa kasi, akapishana na mguu ambao ulikita kwenye ardhi mpaka sehemu ile ikatetemeka. Aisha alimeza mate na kusimama akiwa anacheza kiasi. Alitishia kwenda, Janilo sasa akamfuata pale pale. Daniel bwana alirusha ngumi 4 ambazo zilitua kwenye mwili wa Janilo, lakini Janilo akakwepa. Sasa Daniel yeye akaja kupokea ngumi moja nzito sana usoni, pua ikapasuka na kuanza kuvuja damu. Alitoa spirit mfukoni na kuimwagia sehemu, damu ikawa imepungua kuendelea kutoka. Kisha akatoa visu viwili kwenye kiuno chake na kusimama vyema. Alidansi mara moja, akahesabu hatua 3 na kurukia mbele. Visu vilikuwa vinazungushwa kama mtu alikuwa amechanganyikiwa. Alimkosa kwenye tumbo Janilo ambaye alirudi nyuma kiasi. Alivuta sasa cha kwake ambacho alikirusha kwa nguvu, Daniel akakikwepa. Ila wakati anakaa sawa, kifua chake kilitoa mshindo baada ya mguu kutoa ile sehemu. Aliumbia pembeni, akakosa balance nzuri ambapo alichotwa mtama akadakwa. Alipigwa viganja vya kwenye masikio, kisha akarushiwa kwa nyuma, akapigwa na mguu wa uso, akaenda kutoa kwenye ukuta. Aliponyanyuka alipishana na kisu kingine kikakita kwa chini kidogo kutoka zilipokuwa sehemu za benki. Alikutana na mtu ambaye hata yeye alikuwa anajua asingeweza kuishi sehemu ile, ila hakutakiwa kuwa mnyonge wala kukubali kuweza kufa kizembe. Alikuwa tayari kutetea maisha yake kwa gharama yote ile. So aliinuka tena kusasa Janilo akimtaka apambane kama mwanaume. Janilo akasema kwamba acha kuwa kama mwanamke mpuzi wewe. Mwanaume gani unakubali kupigwa yani kifala tu namna hii? Kaza mtoto wa kiume mjini hapa, kama uwezi anza kuvaa sketi. Janilo alisema hivyo. Sasa alikuwa anamwambia kwa ukali, kwani ni kama alianza kukata tamaa ya kuendelea na mtanange ule. Hivyo kama mwalimu wake alimtaka asimame kama mwanaume. Daniel alikunja uso wake, kwani ile kwake ilikuwa ni kama dhihaka. Alijiweka sawa, alitembea kwa spidi ya upepo. Airusha kisu kimoja kwa nguvu. Janilo akakikwepa, kisha akakidaka kwa mkono wake mmoja wa kulia. Kasi ya Daniel ilimfanya kudakwa shingoni. Alizamisha kisu kwenye tumbo la Janilo, naye alipokea kisu cha kwenye bega, kisha eneo hilo likatinduliwa vibaya. Airudi nyuma upande mmoja, yani ukiwa sasa ni kama ufanyi kazi. Janilo hata hakuwa na wazo kama alitobolewa kwenye tumbo lake. Na Janilo akasema kwamba pambana kama mwanaume mshenzi wewe. Wewe ni moja ya sababu mpaka leo sijawahi kumlea mwanangu na sikuwa najua kama na mtoto kwenye haya maisha. Pambana mjinga wewe. Alikuwa anaendelea kumsisitiza kwa hasira kali, jambo ambalo lilikuwa linafanya Daniel kuanza kujikaza kufanya vile. Alikimbia kwa mara nyingine kumfuata Janilo alipokuepo. Alimsubiri akaribia kufika. Alirudi nyuma hatua 2, akawa sasa amempoteza Daniel kwenye hesabu. Ile wakati anajiandaa kuruka, alikutana na kitu kizito kwenye paji la uso. Alishuka mpaka akatua kwa goti. Alinyanyuka, akakutana na buti la uso. Akaangukia kwa nyuma na kuruka sarakasi ili kuweza kusimama. Ile kusimama tu alikutana na kisu cha sehemu za siri na kisha katolewa. Janilo alikuwa akimtaka kijana wake yule asimame ili wapigane. Hakutaka awe mzembe namna ile kama mtu ambaye alikuwa ametoka kujifungua. Daniel hakuwa yule ambaye walimzoea akina Fionela. Aligeuka kuwa kama mtoto mdogo mbele ya mwanaume yule. Alisimama kwa maumivu makali. Alirusha mguu wake mmoja akitegemea kile kiatu chenye chuma itengua shingo ya Janilo, lakini kwa bahati mbaya alikutana na ngumi ya kwenye muhogo wa mguu. Ule mguu ulivunjika vibaya sana.
Alilia kwa sauti kali ya maumivu. Wakati ule sasa mguu kawa umedakwa, alichanwa kila sehemu, mguu kawa haufai. Hakuona sababu ya kuendelea kuwa hai na kushuhudia ile maumivu. Ule mkono mmoja ambao sasa bado ulikuwa unafanya kazi, ulikuwa na kisu. Kile kisu alijilengesha na kuhitaji kujichoma shingoni, ila hakupewa nafasi hiyo bwana. Janilo alirusha ambacho sasa kilikuwa kwenye mkono wake, kikakwangua, yani kikaondoka na vidole vitatu vya Daniel. Vidole vikashuka chini na kile kisu kikaangukia pembeni. Hawezi kufa kirahisi namna hii Daniel. Haya kwa makubaliano yetu mimi na wewe. Nahitaji kabla wewe kufa uombe msamaha kwanza. Unaombe msamaha mimi kwa upuuzi ambao umenifanyia kwenye maisha yako. Alikuwa anaongea huku sasa anamzunguka. Fionela na wenzake kazi yao iliwafanya sasa kukutana na mambo hatari, ila hawakuwa wanajua kama yule bwana alikuwa na roho mbaya namna ile. Yaani walikuwa wana uhakika juu ya uhatari wake kwenye maisha ya historia ambayo waliisoma, ila sio kuwa namna ile kwa mwanadamu wenzao. Walikuwa kimya kwani haukuwa muda sahihi wa kuanza kumsemesha, kwani waliamini yale ambayo yalikuwa yanamtokea Daniel yangeweza kuwatokea na wao. Sasa ule muda alitoa bastola kwenye kiuno chake, akiwa sasa anaendelea kumwangalia Daniel ambaye alikuwa amezidiwa kwa maumivu, na wakati ule alikuwa anaendelea kujivuta, ambapo alienda kujibanza kwenye kona ya ukuta ili apate nafasi ya kupumzika. Daniel, usaliti unakuja na gharama kubwa kwenye haya maisha. Nijitoa kwa kila kitu kwenye maisha yangu kwako, lakini kuliona hilo kwa ajili tu ya tamaa zako ambazo ulikuwa nazo. Ulikuwa na pesa za kutosha ambazo zingekufanya kuwa tajiri sehemu yote ambayo ungeenda Daniel. Lakini haukutosheka. Mwisho siku ukaingia kwenye kamari pamoja na umalaya. Mambo ambayo yalikuwa yanakumalizia pesa kila siku, mpuzi wewe. Paka kuona njia pekee ya kuendelea kupata pesa ni kuniuza mimi. Yaani uliamua kuniuza mimi na siri zangu. Lakini ukaona haitoshi, ukaja mpaka kuhitaji kuiumiza familia yangu. Uliwahi kufikiria kwamba naweza kukusamehe kwa hili mbwa wewe? Wakati ule alikuwa anaongea kwa hisia nzito kwa sababu yule ni kijana ambaye alikulia kwenye mikono yake mwenyewe. Alimwona jinsi ambavyo alikuwa anapotea kwa sababu ya kamari na umalaya. Alimpiga risasi 4 kwenye miguu yake kwa hasira. Alimwangalia Daniel ambaye alikuwa analia. Fionela hakuwahi kutarajia kama mtu wa namna ile anaweza kutoa machozi kirahisi namna ile. Ila maumivu hayakuwa na urafiki na mtu yeyote. Ndio maana ilikuwa ni sehemu sahihi ya yeye kutolea uchungu wake. Janilo alitupa ile bastola pamoja na kisu. Akaanza kuangaza kila kona ile sehemu mpaka alipoona karibu na gari kukiwa na kishoka kidogo. Kila mtu alishangaa kwamba alikuwa anataka kufanya kitu gani. Alikibeba na kurudi pale ambapo alikuwa ameketi Daniel. Alimtindua sehemu kubwa ya bega lake kwa kutumia kile kishoka mpaka wenzake wakafumba macho. Oya, hakuna ambaye alikuwa anatamani kuendelea kuangalia ule unyama. Daniel alikuwa amelia mpaka sauti iliacha kutoka. Unanijua vizuri. Kama kuna mtu atajaribu kufanya lolote kwa familia yangu, siwezi kumsamehe kwenye maisha yangu Daniel. Kwa nini uliruhusu mimi kukufanyia jambo kama hili kwa sababu tu ya tamaa zako za kijinga? Kwa nini Daniel? Janilo alikuwa na hasira sana. Aliongea akiwa anapiga kelele, lakini wakati ule lilifunguliwa kimabavu geti sehemu ile, na aliyekuwa anaingia alikuwa ni mkurugenzi wa usalama wa taifa Luka Mejagi, ila hakuwa mwenyewe bali aliongozana na wanaume wengine 15. Baada ya kuona kilichopo, Luka akasema kwamba Janilo, hukupaswa kulifanya hili Janilo. Niseme tu naumia kumuoa huyu bwana mdogo kuliko binadamu yote ule mkurugenzi. Kwa sababu nimemtengeneza kuwa hivi mwenyewe. Nilimpenda kama mdogo wangu wa damu, lakini huyu na Melania ndo amekuja kuwa sehemu ya majuto kwenye maisha yangu. Nimpoteza kila kitu. Maisha yangu, Jamii hayupo hai tena kwa sababu ya hawa puzi wawili. Ila aliona haitoshi, akataka kunitenga na mtoto wangu tena. Hata ungekuwa wewe ningekuua kama nilivyomfanya huyu kijana hapa. Luka akasema kwamba ndio maana nimekuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha na kuzuia ili usije kuendelea kufanya mambo kama haya tena ambayo yanalumiza taifa na kuliweka kwenye taswira mbaya. Leo naokamata Janilo na nitaenda kukufunga sehemu ambayo hakuna mwanadamu atakuja kujua kama uliwahi kuwepo duniani. Binafsi mimi nilikuwa natamani sana niweze kukuua, ila amri ya rais ilitoka, anakuhitaji ukiwa mzima kwani ana maongezi na wewe. Ndio sababu pekee ambayo itakufanya ongozane na hawa wanaume hapo ukiwa hai. Hivyo chaguo ni lako Janilo. Kama unataka kwenda nao kwa hiari
au kama unahitaji waweze kuondoka na wewe kwa lazima. Hawa vijana ambao mkuu wa majeshi alikupatia ndio ambao unaamini ya kwamba unaweza kunibeba mimi, eh? Umenikuta kwenye nyakati mbaya kwa sababu unaweza nikasahau kukuacha hai na wewe pia. Na muda sio mzuri kuweza kufanya mambo haya. Hivyo kwa ushauri wangu tu, nadhani unatakiwa kuondoka na watu wako haraka. Na wasije kunitafuta tena kuanzia sasa. Kwa sababu utajutia kwa kila ambalo linaenda kutokea hapa. Maana nitawaua wote mbele ya macho yangu. Luka akajibu ya kwamba hili sio ombi Janilo. Basi Javel akasema kwamba mheshimiwa, tafadhali, tumeshuhudia aliyoyafanya kwa Daniel. Nadhani kuna namna unaweza kulimaliza hili bila kuruhusu watu kumwaga damu hapa. Anaongea Javel ambaye kwa wakati huo alikuwa amerudi kwenye fahamu zake. Sasa Janilo akasema kwamba nadhani unatakiwa kumsikiliza kijana wako kwa sababu wewe sio mlengwa wangu ambaye nakuhitaji. Ila kama utalazimisha mimi kuweza kufanya hili, basi sitakuwa na namna nyingine zaidi ya kufanya vile unataka wewe mheshimiwa. Kwa hiyo hakikisha unajua kila ambacho unakifanya kabla kufanya maamuzi ya kurupuka ambayo yanaweza kukupatia majuto makubwa huko mbeleni. Basi mkurugenzi Luka bwana akasema kwamba hakikisheni amevunjwa baadhi ya sehemu za mwili wake kisha tuondoke naye hapa. Ndio kauli msikilizaji, kauli ya mwisho ambayo alitoa mkurugenzi kwa wale watu. Hata yeye mwenyewe alikuwa na hasira kali mno. Rais wake aliuawa mbele ya bwana huyo, akaonekana yeye ni nani? Ni mzembe. Hata kama rais alikuwa na changamoto zake, alitakiwa kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria na sio kuamliwa tu hatima yake na tapeli na muuni mmoja kama Janilo. Aliamini ile ilikuwa ndio njia sahihi ya yeye kuweza kufanikisha kazi yake kumkamata nani? Janilo, ili aonekane ni kama shujaa sasa kwa Tanzania, mwamba yani. Angeshuhudia Daniel alivyopigika hapo. Sidhani kama angekuwa na kiburi cha kusema kwamba sijimkamateni. Basi bwana, Janilo akasema kwamba kwa sababu ya jeuri yako umeamua kuwatoa sadaka watoto wa watu ambao wanafuata tu amri ambazo hazina msingi wowote kwenye maisha. Ila siwezi kuwalaumu maana wamefunzwa kufanya hivyo. Basi Janilo alimaliza kwa namna hiyo. Alimaliza kumjibu mheshimiwa hivyo, sasa akiwa na ukazo ule mkono wake ambao ulikuwa na shoka, akiwa sasa anawaangalia wanaume watatu akiwa wanamjia ile sehemu ambayo alikuwepo. Zilipigwa sarakasi 3 ambazo zilimchanganya. Mguu mmoja ulitoa kwenye bega lake la kushoto, mguu wa pili ulimkuta kifuani, ila ule mguu mmoja haukufanikiwa kumfikia kwa sababu ulikatwa na ile shoka ukadondoka chini. Wakati mwenye mguu sasa anaanza kupiga kelele kuhitaji msaada wa aisee, kwanza alikutana na shoka la shingo, akazima muda ule. Janilo alitembea kuwafuata wale wawili ambao sasa walikuwa kirudi nyuma. Alizunguka mateke mawili ambayo waliyapangua, akajirusha kwa chini kama nadunda hivi. Wakati alinyanyuka na mwili wa mwanaume mmoja shingoni kwa mguu mkali sana ambao ulimrusha mpaka ukutani. Wakati ule sasa aliutumia kulikatakata tumbo la yule mmoja ambaye alikuwa naye karibu. Yule ambaye alikuwa ukutani alijibamiza kichwa vibaya sana. Alikuwa anataka kutoka pale, ndipo alipoona ile shoka ikiwa inamjia kwa nguvu kubwa. Alihitaji kuipangua kwa mkono wake, ikatoboa mkono na kupitiliza mpaka kupasua sehemu ya paji lake la uso. Watatu walikuwa wafu mpaka muda ule. Janilo alipokea ngumi kali kwenye mgongo wake. Kama angekuwa dhaifu huenda angevunjwa. Alisogea mbele kidogo, akageuka kwa kasi na ngumi ambayo ilitua sehemu ya moyo wa yule bwana ambaye alianza kuhema kwa kutia huruma. Wakawa sasa wanatazamana usoni. Janilo alimshindilia ngumi zingine 4 kifuani, mpaka kile kifua sasa kikawa kilaini kama chapati vile. Alimsukumiza pembeni, akashuka sakafuni akiwa maiti na kifua chake kikionekana ni kama chapo. Alikuwa anawatazama wale 11 ambao walianza kumzunguka kwa hesabu, maana walitambua hakuwa mtu wa kawaida. Kwenda kwao kwa pupa ingeweza kuwaponza wote. Aliona kivuli kwa nyuma, aliinama na kurukia pembeni. Aliwaona wawili wakigongana ngumi zao bwana. Aliwavizia wakiwa sasa wanahitaji kugeuka. Alitengua shingo ya mmoja huku naye sasa akipokea ngumi nzito ya shingo, akafanikiwa kudaka mkono yule bwana. Alivunja mkono wake na kuwashika wote shingo. Alivikutanisha vichwa vyao vikapasuka. Akawarushia kwa wanaume ambao walikuwa sasa wanamfuata, wakati ambao airudi nyuma baada ya kukutana na ngumi za kifua. Ni wanaume 9 tu walisalia mpaka muda ule. Walimfuata wengi kwa kasi. Alikuwa katikati yao. Alipigwa ngumi nyingi, ila sasa akafanikiwa kuidaka shingo moja. Alinyofua koromeo la yule mwanaume, kisha akarusha vidole viwili ambavyo
vilitoboa macho ya mmoja ambaye naye alianza kupiga kelele. Janilo alifanikiwa kumgusa kiunoni, akagundua alikuwa na kisu. Alikivuta na kuzamisha kwenye moyo wake. Alipokitoa, alikizungusha kwa nguvu, akiwa sasa anapokea maumivu kwenye jeraha lake. Akawaangusha wanaume 5 kwa ujumla. Kutoka wanaume 15 alibakia na wanaume 4 tu. Jeraha lake lilikuwa limeshambuliwa, hivyo lilikuwa likivuja damu kwa wingi. Bwana Janilo hakuonekana kuwa kama mtu ambaye alijali jambo lile. Alitembea taratibu na kwenda mpaka kwa yule bwana ambaye alikuwa amekatwa na shoka kwenye paji lake la uso. Akalivuta ile shoka, kwani alikuwa na kazi nalo kubwa mno. Aliwarudia wale wanaume ambao wote walikuwa na visu, kasoro mmoja tu ambaye yeye alikuwa na mnyororo mrefu tu na mzito, akawa anauzungusha kwa nguvu. Janilo alikuwa anatembea tu kuwafuata walipo, tena bila kusimama, mpaka wao wenyewe wakaanza kurudi nyuma kwa hofu. Mwenye ule mnyororo sasa aliurusha, ukampata Janilo kwenye paji la uso, mpaka ile sehemu sasa ikaanza kutoka damu kwa mbali. Alirusha tena, akaudaka kwa nguvu. Alizunguka kwenye shoka, kisha akajifanya kama sasa analegea kwenda kwa yule bwana, akamfanya kujisahau bwana. Hivyo wenzake nao wakawa sasa wanaenda kwa nguvu ili waitumie nafasi ile kumshambulia, ila hawakujua kama wanaigiziwa ama wanaingizwa kwenye mtego. Alikaza mikono yake na kuvuta ule mnyororo tena kwa nguvu kubwa sana. Mwanaume ambaye sasa alikuwa na ule mnyororo alienda bila balance ya kueleweka, akajikuta anatazamana na ile shoka usoni. Alijaribu kuikwepa, ila sasa ikuwezekana, akakutanisha nayo usoni yani. Janilo alimdaka na kuinyonga shingo, kisha akaugeuza ule mnyororo kwa wale ambao sasa walikuwa wanamsogelea. Wawili waliukwepa, mmoja ukamvaa shingoni. Alijaribu kuutoa, ila sasa ikuwezekana. Janilo aliudaka akiwa sasa analitupa shoka, huku sasa anawatazama wale wengine. Yule bwana akiwa sasa ananyongwa na ule mnyororo mgongoni kwa Janilo. Alikuwa ananyongwa huku wenzake wakiwa wanatazama tu kwa hofu, maana hakuna ambaye alikuwa na uhakika wa kuendelea kumsogelea bwana yule tena. Aliwahitaji wale mabwana waweze kuja, akiwa anawapatia ishara ya mkono wake kuwaita. Walikuwa wanategeana kwenda mpaka alipoamua kwenda yeye mwenyewe. Alirusha mnyororo ule kwa nguvu sana. Walikwepa, ila wakati sasa wanatua, mmoja alidakwa kichwa. Alizungushwa mara nyingi mpaka akili sasa zikamtoka kabisa. Janilo alitoa bastola nyingine, akampiga yule mwingine ambaye alikuwa pembeni. Alimpiga risasi nyingi sana. Huku yule bwana sasa ambaye alikuwa anazungushwa bado alikuwa na kizunguzungu. Alipokuja kukaa sawa, alikuwa anatazamana na bastola mdomoni. Oya. Maneno yake aliyokuwa anataka kuongea hayakuwa na uwezo wa kuokoa maisha yake. Aliuawa kwa kupigwa risasi ya mdomo ambayo ilitoboa ikatokezea nyuma, kisha ile bastola akaitupa kama ilivyokuwa kawaida yake. Alimgeukia mkurugenzi wa usalama wa taifa, akawa sasa anamsogelea bila hofu. Mkurugenzi alikuwa anarudi nyuma mpaka alipofika sehemu ambayo ilikuwa na gari, hivyo akawa hana nafasi ya kuweza kuendelea kusogea nyuma tena. Kuna muda kwenye maisha, jaribu kutumia akili yako hata mara moja bwana Luka. Ulikuwa na uwezo wa kuzuia haya yote kwa kutumia akili vizuri tu, ila kwa bahati mbaya umeacha ujeuri na majigambo ya kujifanya mkurugenzi afanye kazi kuliko ulivyokuwa unatakiwa kufanya mamzi. Angalia roho za watu 15 ambao huenda wangekuja kuwa watu wa faida hapo baadaye, kama tu ungewaambia walikuwa upande mbaya wa kutumika na mkuu wa majeshi. Ila ajabu, wewe ndio umekuwa sehemu ya wao kuweza kupoteza maisha yao. Vifo vyao, damu yao, nadhani utaibeba mwenyewe. Mkurugenzi akiwa anatetemeka na kubabaika, hana hata cha kujibu wakati ule. Walishangaa geti linafunguliwa tena. Alikuwa ni Darius akiwa kwenye suti nyeusi. Nyuma yake alikuwa ni Rais wa Tanzania Bwana Thaddeus Mikonje. Mkurugenzi na vijana wake walitoa heshima kwa mheshimiwa, isipokuwa Janilo ambaye alisogea sehemu ambayo alikuwepo Daniel. Bwana ule alikuwa na roho ngumu wese. Bado alikuwa anaweseka kwa mbali kuonekana hakuwa bado amekufa. Hiki ni kifo ambacho umejitakia mwenyewe kwenye maisha yako, na kusaidia kukupunguzia maumivu. Alikuwa na uhakika bwana ule alikuwa anamsikia, japo hakuwa na uwezo wa kumjibu. Alishika shingo yake na kuizungusha. Rasmi safari ya yule mwanaume, tena mwanaume ambaye alikuwa ni tishio kwa wengi. Wengi walikuwa wanamuita Daniel ama Daniel, lakini huko Kisenye, Kampala, Uganda wakiwa wanamjua kama Big Five. Alikuwa anahitimisha safari yake ya maisha duniani na kwenda kwenye maisha mengine ambako alitakiwa kujitetea kwa yale ambayo aliyatenda akiwa hai.
Sasa mkurugenzi akauliza kwamba mheshimiwa, kwa nini upo hapa? Mkurugenzi aliuliza kwa wasiwasi, kwani rais kuwepo sehemu kama ile ingekuwa ni hatari kwake. Rais akasema kwamba nilikuwa nakuja kuzuia hiki ambacho umekisababisha, ila nahisi nimechelewa. Luka akasema kwamba mimi najaribu kumkamata mhalifu afu nasema nilichokisababisha. Rais akasema unayemuita mhalifu wewe, nadhani ndio mtu pekee ambaye anaweza kuliokoa taifa hili. Luka alishangaa akasema nini? Mheshimiwa, unamaanisha nini? Rais akajibu, mimi na Janilo tuliketi chini kuweza kuliweka sawa jambo hili kwa sababu mkuu wa majeshi alikuwa anataka kunipindua. Luka alishangaa akasema, hilo ni jambo ambalo haliwezekani. Wewe kipi kinakufanya uhisi wanadamu hawezi kubadilika? Ni kwa sababu hakuwahi kuonyesha dalili za namna hiyo kabla. Kwa hiyo wewe ulikuwa unahisi angekuonyesha wewe kwamba anataka kumpindua bosi wako? Hapana. Rais alimpatia tablet ya mazungumzo ya Janilo na mkuu wa majeshi. Mkurugenzi alibaki amechoka, kwani alijiona mjinga kufanya maamuzi ya hisia bila kuushirikisha vizuri ubongo wake, kwani alionywa mapema kuhusu jambo hilo. Basi akauliza kwamba kuna mwingine ambaye hayupo upande wetu? Akaambiwa ni IGP Mganilwa. Najua duniani watu waaminifu wanazidi kupungua Luka. Tangu mwanzo niligundua kujiunga na hawa watu ilikuwa ni wazo baya, ila mimi sikuwa na namna, kwa sababu kuna vitu ambavyo wanavyo kuhusu maisha yangu ya mwanzo ambavyo walinitega wao wenyewe kupitia rais aliyepita, lakini kwa sababu mimi ni mzalendo na nahitaji kuliongoza taifa langu kwenye misingi bora, nilitambua Janilo si adui kwangu. Ni kweli wote tunakiri kwamba rais hakutakiwa kuuawa, lakini kwa mazingira yapi? Kwa mazingira ambayo aliyatengeneza kulikuwa hakuna namna. Kuna muda unakuja kuwaelewa watu ambao huwa wanaipindisha sheria ili kuweza kufanya mambo ambayo ni sahihi kwenye maisha yao. Kwa hiyo manake umeamua kumsamehe kwa yote ambayo ameyafanya kirahisi tu hivi? Ingekuwa kirahisi maana yake hili jambo wewe ndiye ungekuwa umeshughulika nalo mpaka sasa, ila umeshindwa. Yeye ndiye mtu pekee ambaye namuona anaenda kulituliza taifa hili na kulifanya kurudi kwenye hali yake ya mwanzo. Na kama hiyo ndio gharama ambayo sisi tunaenda kuilipa kwa haya, basi binafsi nimemfutia makosa yake yote ambayo amewahi kuyafanya. Na kwa namna kubwa yeye ndiye alitakiwa kutudai sisi serikali kwa yale ambayo amefanyiwa. Hapo alipo hana uhakika hata wa kumpata mtoto wake mwenyewe wa damu akiwa hai. Wananchi unadhani watakuelewa mheshimiwa? Wananchi wanasikiliza kile ambacho nakiongea, hivyo nitawaambia kile ambacho naona ni sahihi na kina manufaa kwao. Hivyo wewe hauchoki kuona watu wanakufa kila siku? Viongozi wanauawa. Huoni kama taifa litakuwa sehemu nzuri kama haya yote yakiisha Luka? Mheshimiwa, mimi ninachokiogopa mimi ni kwamba dunia itakuja kuandika hiki ambacho kinatokea hapa nyumbani, na unajua nini kitafuata? Watu wengine watakuja kuyarudia haya wakiamini kwamba unaweza hata ukamuua rais wa nchi na bado nchi husika isiwe na uwezo wa kufanya lolote. Kama unachohofia ni historia inaweza kuandikwa kwa namna tofauti, basi nitakupatia nafasi wewe uandike historia hii kwa namna ambayo utaona itakuwa na manufaa ya nchi kwa baadaye. Basi rais alimpiga mgongoni mkurugenzi, kisha yeye, Darius na Janilo wakaongozana na kuingia kwenye gari moja, jambo ambalo liliwafanya wote kubaki wanashangaa tu, maana mambo yalikuwa yanaenda kasi kama radi angani. Naam, kwenye eneo binafsi ambalo zilikuwa zinatua helikopta za watu wenye ukwasi, ilionekana helikopta aina Deacon. Ndani ya helikopta alishuka bwana mmoja ambaye alikuwa na sura ya utu uzima kuelekea uzeeni, ila mwili wake ulikuwa umekubali bwana na kumfanya kuwa na muonekano mzuri wa kifedha. Alikuwa anashuka ndani ya helikopta, miwani yake akiwa sasa ameshikilia mkononi, na wakati huo kuna gari mbili za kifahari zilikuwa zinamsubiri pale. Baada ya kushuka alitembea mpaka kwenye zile gari. Wanaume ambao walikuwa ndani ya suti za dark blue walimfungulia, kisha akaingia na msafara ule ukatoweka ile sehemu. Ndani ya dakika 40 gari zile zilikuwa zinaingia sehemu moja ambayo ilikuwa na jumba la kifahari mno. Palikuwa nyumbani kwa bwana Jerome Miguel. Sasa ule bwana ambaye tunamfahamu sasa ni Mackley akasema kwamba Jerome, mimi na wewe kuonana, yani kuonana namna hii haina afya, na kama kulikuwa kuna lazima basi wewe ndiye ulipaswa kuja kwenye kile kisiwa. Ni miaka takriban 25 imepita sasa, CIA wakiwa wanajua mimi nimekufa, lakini
maisha yangu yamekuwa ya utulivu. Yamekuwa furaha na burudani muda wote nikiwa nafurahia na warembo wangu. Nini tatizo mpaka umenikurupua namna hii? Jerome akasema kwamba Mackley, unajua nisingekuita ku Tanzania kama mambo yangekuwa sawa. Kila kitu kimevurugika kuanzia sasa yani. Yaani nadhani nilikwambia kuhusu yule mtu ambaye alimuua rais Mackley akajibu ndio nakumbuka. Jerome akasema sasa ndio imekuwa tatizo kubwa kwetu. Kuna kitu ambacho sikuwahi kukuambia mapema kwa kuwa nilijua ningekimaliza mwenyewe ndani kwa ndani. Ila kadri muda ulivyozidi kwenda, naona mambo yanaanza kwenda tofauti na vile ambavyo nilikuwa nimetarajia. Wakati tunamwandaa Martin Sagambi kuweza kuingia madarakani, kuna kijana mmoja ambaye tulimtumia kuweza kufanya kazi ya kuwatishia na kuwaua wapinzani. Sasa baada ya kufanikisha hili jambo, tuliamua kumuua kwa kumtumia mwanamke wake na rafiki yake mmoja hivi. Jambo ambalo sasa lilikuwa kwenye mikono ya rais, na yale ambayo alitokea pale kila mtu alijua jambo hili limeisha. Lakini ajabu mpaka sasa yule bwana yupo hai. Na jambo ambalo linaniwazisha mpaka sasa, najiuliza aliwezaje kuishi kwenye mazingira kama yale. Sasa baada ya miaka 6 kupita, tukiwa sasa tunajua mambo yale yalishagaisha, ghafla tu tunashangaa mtu anarudi. Na kurudi kwake ndio haya mambo yanaanza kutokea, na yani mambo ya kuanza kuuliwa viongozi ambao walihusika kwenye ile tukio. Alianza na rais, kisha akafuata waziri wa ulinzi ambaye ndiye alienda na wale watu ambao walitakiwa kumuua. Na jaishia hapo tu. Kwa sasa watu wetu serikalini anawajua mmoja kila ambaye yupo na sisi. Na mpaka sasa bado hatujui taarifa za hawa watu yeye anazitolea wapi, maana anaonekana kuwa na taarifa za kila mmoja. Kuna vijana wangu walikuwa sehemu za siri pande za Sinza, amewaua. Tulifanikiwa kumweka kwenye mikono yetu mkuu wa majeshi naye kauawa. Mtu pekee ambaye tulikuwa tunatumia kama silaha yetu kubwa ni jaji mkuu, ambaye naye mpaka sasa haijulikani ni wapi alipo, maana hapatikani na hakuna lolote ambalo tunalipata kutoka kwake. Mtu pekee ambaye mpaka sasa yupo upande wetu kwenye nafasi za muhimu ni IGP, mkurugenzi wa usalama wa taifa. Tumejaribu kumtafuta ila sasa namna kumpata inakuwa ni ngumu. Nadhani natakiwa nikae na rais chini kuswili. Sasa tangu arudi huyu bwana, yani mambo yamezidi kuwa mabaya na anaona kila kitu yani kinaenda shimoni, ila mpaka sasa tumefanikiwa kumpata huyo mwanamke wake na mwanae wa damu ambaye tunataka sasa kumtumia kama karata ya kuweza kumpata. Basi Jerome baada ya kuongea hayo, Mackley akasema ya kwamba hayo yote alikuwa anatokea na sikuwa na taarifa yote Jerome. Jerome akasema kwamba ni mambo mengi yamekuwa kitokea na huwa anamaliza tu mimi mwenyewe. Hivyo na hili nalo niliamini naweza kulimaliza bila uwepo wako. Ndio maana hata sikutaka hata kuweza kukusumbua, ila sasa sikuwa sawa kwenye hili na sidhani kama huu ni muda wa kuweza kulalamikiana. Mackley akasema okay, huyo mwanamke ambaye umesema upo naye ndio huyo ambaye alimsaliti au ni mwingine? Jerome akasema ndio yeye. Mackley akasema okay, na kuhusu mtoto imekuaje yupo kwenye mikono yako? Jerome akasema kwa sababu Janilo hakuwa anajua kama ana mtoto, ila akafahamu juzi tu hapa. Mackley akasema kwa hiyo maana yake yani hajai lolote kuhusu mwanamke huyo, bali akili yake ipo kwa mtoto tu, si ndio? Jerome akajibu ndio, hata mimi naamini hivyo. Mackley akasema sawa, unaweza kunionyesha video ya tukio la kuuawa kwake? Basi Jerome aliletea tablet na kumwekea ile video ambayo kwa namna yake ilikuwa inatisha. Sasa Mackley akasema kwamba ndiye huyu ambaye umesema alipona? Jerome akajibu ndio. Mackley akasema yani mtu anaponaje kwa mazingira kama haya? Jerome akasema hata sisi hilo ni swali ambalo mpaka sasa hatuna majibu yake, kwamba mtu aliwezaje kuishi kwa mazingira ya namna hiyo. Mackley akasema Jerome, una uhakika ni yeye mwenyewe ambaye aliuawa? Jerome akajibu nina uhakika 100% ni yeye. Mackley akasema kwamba huyu ni mtu ambaye alizaliwa na mwanadamu au alitengenezwa? Jerome akasema huyu alizaliwa kwenye familia yenye maisha bora tu, ila akiwa mchanga tu kuna mwanaume ambaye alitumwa kuua familia yake. Kwa hiyo yeye akaamua kukibeba kitoto kichanga tu na kukilea kwenye yale maisha yake ya mauaji kama mtoto. Kila wazazi waliuliwa, akaona ngoja mbebe huyu mtoto. Mackley akasema kwa hiyo huyu mtu kwa sasa yuko wapi? Jerome akasema alimuua baada ya kugundua ndiye muuaji wa familia yake. Mackley akasema kwamba kama angekuwa hai huyu lingekuwa zoezi rahisi zaidi kufanyika. Kwa hiyo kwa sasa unahisi hatua yake ambayo unaweza kufuata itakuwa ni ipi Jerome? Jerome akasema kwa sasa nadhani atakuwa anampigia hesabu IGP. Mackley akasema IGP anajua lolote kuhusu mimi? Jerome akajibu hapana, hana taarifa zote zile. Mackley akasema okay, na huyu mtu anajua lolote kuhusu mimi?
Jerome akasema hapana, hata mimi mwenyewe hakuwa ananifahamu, ndio maana alikuwa anaua baadhi ya watu wangu tu akiamini nitajitokeza hadharani kumtafuta. McClay akasema okay, na hilo amefanikiwa, si ndio? Jerome akasema ndio. Basi McClay akamwambia Jerome ya kwamba tangu mwanzo niliwahi kuamini unaweza kuwa mtu sahihi kwa ajili ya hii kazi Jerome, ila ulipofikia kuna hatari kubwa ambayo unaitengeneza, huenda bila wewe mwenyewe kujua, kwa sababu mpaka sasa sehemu tuliopo ni hatari. Mpaka muda huu CIA watakuwa wapo makini kufuatilia hali ya Tanzania, maana haieleweki, na kama mambo yataendelea kuwa hivi, ubalozi wa Marekani unaweza kutoa nafasi ya kusaidia kwenye hili. Unajua nini kitatokea baada ya hapo Jerome? Wataanza kufanya uchunguzi ambapo jina lako watapewa, na hapo sasa watahitaji kujua historia ya maisha yako. Kwenye historia yao, kwenye historia yao hii ya kuwa na nguvu, watalikuta jina langu, na jina langu likipatikana maana yake watajua nipo hai. Hivyo watakutumia wewe kunipata mimi Jerome, na wote tutaenda chini. Jerome akasema natambua ni kosa kubwa limefanyika, ndio maana nikahitaji uwepo wako ili tusahihishe haraka kabla mambo hayajaingia pabaya zaidi. McClay akasema okay, jambo la kwanza natakiwa kuongea na IGP. Jerome akasema yule tulishaongea naye, yupo upande wetu tayari. McClay akasema bwana, mimi ndiye ambaye nitatakiwa kuongea naye kwa sasa, kwa sababu anatakiwa kujua kwamba anaongea na mhusika mwenyewe ambaye yupo nyuma hili jambo. Jerome akasema unataka kufanya kitu gani na IGP? McClay akamwambia kwamba na uhakika licha ya wewe kudai uliaweka sawa na rais, kuna kitu hakipo sawa. Kama kweli rais yupo upande wako, mpaka sasa nina imani haya yote yasingekuwa yametokea kirahisi hivi. Mpaka unaona haya yanatokea na rais wa nchi yupo kimya, maana yake kuna jambo lipo sawa. Jerome akasema una uhakika gani hilo? McClay akasema mimi nimefanya kazi muda mrefu ndani ya Marekani. Naelewa namna ya wanasiasa wanavyofanya kazi. Kuna muda ukimzidi kete mezani, anakubali kukupa ushindi ujione wewe mjanja kwa muda mfupi tu, ila anaweza kuja kukupindua, akakupindulia meza ukabaki unashangaa tu namna dunia ilivyo na watu ajabu. Jerome akasema kama unachokisema ni kweli, IGP atakuwa na msaada gani kwenye hili? McClay akasema kabla ya kufanya maamuzi yoyote, kwanza inatakiwa tujue rais yupo upande gani wa hii safari. Hatuwezi kujua yupo upande gani bila kupata mtu wa karibu yake kwa sasa. Walinzi wengi ambao unaweza ukao unawatumia inaweza isifanye kazi, maana atakuwa makini kwa kuwa anajua ikulu mamluki watakuwepo, hivyo anatakiwa mtu mmoja tu ambaye yeye atamwamini. Jerome akasema na unahisi mtu huyo ni IGP? McClay akajibu ndio. Jerome akasema hataweza kumwamini bwana kwa nyakati kama hizi sidhani. McClay akasema nalijua hilo. Jerome akasema kwa hiyo vipi sasa, utafanyaje sasa? McClay akamwambia IGP anatakiwa kwenda kukuripoti wewe. Jerome alishtuka akasema mimi? McClay akasema ndio. Anatakiwa anatakuwa ni kama kuzungumzia ukweli wa kila kilichotokea. Jerome akasema unamaanisha wakati anatishiwa kuwa upande wetu ama? McClay akasema ndio. Ni familia yake iliwekwa rehani, ndio maana hakuwa na namna nyingine zaidi ya kukubali kufanya yale ambayo nyie mlimtaka aweze kufanya. Amsisitizie rais kwamba yeye hayupo tayari kulisaliti taifa lake kwa namna yote ile. Hivyo anaomba msaada wa rais kuilinda familia yake. Na baada ya hapo sasa ndo atafanya kazi kama IGP. Jerome akasema sasa mbona unahitaji aweze kutusaliti tena? McClay akasema kwa sasa rais hamwapoteza viongozi wengi wakubwa ambao alikuwa akiwategemea. Maana yake kama atafanikiwa kuweza kumwamini IGP, itakuwa ni rahisi kujua kila kitu ambacho kinaendelea. Sasa hii itakuwa ni njia rahisi ya kuweza kujua tunaanzia wapi na kuishia wapi. Na kama IGP ataaminiwa, maana yake atapewa access ya taarifa hata ya hizi balozi za nje, akajua nini kinaendelea, hususan ubalozi wa Marekani. Sasa hii itakuwa ni sehemu ya kwanza ya kuhakikisha usalama wetu na namna ambavyo tunaweza kuwakwepa CIA. Ila kama tukienda kijinga kama ambavyo ulikuwa unaenda wewe na watu wako, basi na kuhakikishia wote hapa tutaishia sehemu mbaya Jerome. Jerome akasema ndio maana sijafanya makosa kuweza kukurudisha hapa, kwani nilitambua jambo hili ukiwepo tutaimaliza mapema. McClay akasema hakuna mtu anayetakiwa kujua kama mimi nipo Tanzania, hata kama unamwamini vipi. Jerome akasema sawa, nalijua vyema. McClay akamaliza kwa kumwambia Jerome ya kwamba sasa anatakiwa kwenda kukutana na huyo IGP, maana yake unipatie taarifa zake zote, ila kabla kufanya hili nikutanishe na huyo mwanamke ambaye umesema ndiye mama mtoto wa huyo jamaa.
Ni wanawake wachache kwenye dunia sasa ambao wanaweza kuwa na uthubutu kama wa kwako. Ni sauti ambayo Melania alisikia nyuma yake akiwa sasa ameweka miguu yake kwenye bwawa la kuogelea. Alitaka kugeuka ila aligundua mtu huyo alikuwa anasogea pembeni yake na uketi. Unaongea na mimi? Kiswahili changu sio kizuri ila nina imani tunaweza kuelewana kwenye mazungumzo. Bado hujajitambulisha kwangu. Naitwa Ryan. Naweza kusaidia nini? Napenda watu ambao huwa hapendi kupoteza muda, nahitaji kwenda kwenye pointi za msingi moja kwa moja. Naweza kujua unajisikiaje kwa hili ambalo linaendelea? Kuhusu nini? Janilo. Wewe nani? Nina imani Jerome haja kutambulisha kwangu kwa sababu ndio kwanza nimefika usiku huu. Mimi ndio bosi wa Jerome. Jerome hana bosi. Kwenye maisha ya kawaida hana, ila kwenye maisha halisi mimi ni bosi wake, japo yeye mpaka sasa huwa anahisi sisi tupo sawa, ila kikweli upo chini yangu. Alafu haujui yanayoendelea? Nina simulizi ndefu kidogo kwenye maisha yangu ambayo sio rafiki kama kila mtu akiweza kusikia. Mimi nimerudi hapa kwa ajili tu ya kumpoteza huyo mtu. Kila mtu anasema hivyo, hata mara mwisho wakati na wasaidia walinihakikishia huyo mtu angeuawa mpaka sasa, lakini angalia leo tupo hapa kwa sababu yake tena. Ni makosa ambayo huwa yanatokea kwenye kazi, kwa hiyo sidhani kama kuna mtu alitamani leo tuwepo sehemu kama hii kujadili haya mambo. Kwani hili kwetu lina hasara kubwa zaidi kwenye biashara kuliko hata ambavyo unaona ni hatari kwako. Okay, unahitaji msaada gani kutoka kwangu? Kwako unahitaji uniambie ni jambo gani ambalo unahisi unalijua kuhusu huyu bwana na sisi hatulijui. Unamaanisha nini? Kama kuna udhaifu wake ama uimara wake ambao unahisi sisi hatujui labda. Kikweli yule ni binadamu ambaye kumsoma ni ngumu sana. Muda ambao nimeishi naye mimi sikuwahi kuona kuna jambo linamfanya jisikie vibaya. Muda wote hata ukimkera vipi alikuwa anakuwa kawaida tu. Nadhani ile ndio hatari kubwa zaidi ambayo yupo nayo kama binadamu. Unaamini kama ingetokea ukakutana naye kwa mara nyingine angekupa nafasi ya msamaha? Hilo ni jambo la mwisho ambalo nitaamini anaweza kulifanya, kwani kwa taarifa za maisha yake moja ya jambo ambalo alikuwa akinsisitiza mara nyingi ni kuhusu usaliti. Ni kitu ambacho aliwahi kuniambia kwa mdomo wake kwamba kwenye maisha yake hawezi kumsamehe mtu msaliti. Hivyo kwa kuwa nami nipo kwenye hilo kundi, nadhani sitakuwa na hiyo nafasi. Lakini wewe ni mama mtoto wake. Hata mimi nilikuwa nafikiria hilo, ila baada ya kuzungumza na kijana wake nimegundua yule bwana kitu pekee ambacho anakitaka ni mwanae na sio mimi. Kwa maana hiyo naweza kusema kwake mimi ni mtu na kitu pekee anakitambua ni mtoto tu. So sasa mtu wa namna hiyo hata ikitokea nimekutana naye, unatarajia atanifanya nini? So kwa taarifa nizonazo ulikubali kuacha kila kitu kwenye maisha yako kwa ajili ya huyo kijana. Sasa ikawaje tena baadaye ukaamua kumsaliti na yeye? Na natakiwa kuwa na uhakika gani? Natakiwa kuwa na uhakika gani kwamba na sisi haitakuja kutokea siku katusaliti? Ni miaka 6 tangu nifanye ile usaliti kwa mwanamume ambaye niliwahi kumpenda sana. Hivyo kama ningeamua kuwasaliti ningeuza zamani tu. Kuuza ningeuza mapema sana. Kuhusu kumsaliti Janilo, nadhani kwa wakati ule hata sikuwa najua nini nakifanya. Lakini jambo kubwa zaidi, nilikuwa nimetanguliza zaidi usalama wa mwanangu. Kwa mimi sikuwahi kuwa na mtoto. Hivyo kutishua kumpoteza, sikuwa tayari kuingia kwenye ule mchezo. So kama likitokea jambo la namna hiyo tena, unaweza kumsaliti? Kwa ajili ya mwanangu nipo tayari. Ndio maana nahitaji aweze kuuawa ili nibaki na amani. Maana mwanangu ananijua mimi tu, na kama Janilo atanifikia, maana yake kila kitu kitaharibika. Basi sawa, mimi binafsi na kuahidi huyo mtu anaenda kupotea ndani ya siku kadhaa tu zijazo. Msikilizaji, mwanaume ule mtu mzima alinyanyuka na kuondoka, akimwacha ule mrembo anamsindikiza tu kwa macho ya mbali. Basi bwana, tuelekee nyumbani kwa IGP. Zambi Mganilo alikuwa kwenye moja ya nyumba zake akiwa analewa tu. Maisha yake ilikuwa ni chupu ya bebwe, hali ambayo ilimfanya sasa kuwa mpole. Alipewa maelezo ya nani alikuwa bosi wake halisi na ambaye alikuwa anapaswa kumtii na kupokea maelekezo kwake, na mtu huyo hakuwa rais. Jambo ambalo lilimtisha zaidi ni baada ya kutambua kuwa hata rais mwenyewe alikuwa anapokea maelezo kwa mtu ama kwa watu ambao ndio walidaiwa kuweza kuliendesha taifa. Alikuwa anatafakari namna alivyokoswa kuuliwa tena ndani ya eneo la jeshi, sehemu ambayo aliamini ndio ilikuwa ni salama zaidi kwake.
Jambo la pili ambalo lilitisha zaidi ni baada ya kupokea taarifa za kifo cha mkuu wa majeshi. Kulikuwa na pande mbili zenye nguvu ambazo zilionekana kushindana, na wao walikuwa wanawekwa katikati kama chambo kwa ajili ya mambo hayo. Alikuwa na uzoefu wa kazi yake kutambua kuwa historia isingekuja kumnadi kwa baadaye. Historia ingemkataa na kumwona alikuwa ni mtu wa kawaida tu, hata kama angepambana vipi kwa ajili ya taifa lake. Hali ambayo ilimfanya sasa aone ilikuwa ni muhimu zaidi kuweka maslahi yake mbele na ya familia yake. Sasa yale maamuzi ya muda mrefu ambayo alikaa akiwa anayawaza yalimfanya kuwa tayari kufanya kazi chini yao. Hakuwa mtu ambaye alikuwa na utayari wa kuyatoa maisha yake sadaka kwa furahisha wakubwa fulani ambao hata hakuwa anawaamini. Sasa alikuwa amekata shauri kabisa na kufanya maamuzi ambayo tayari sasa ni kama aliona anafaa. Alisema ya kwamba sikuzaliwa kwa ajili ya kumfurahisha mtu yote kwenye maisha haya, na hata kufa kwangu sitakufa kwa kumfurahisha mtu. Kwa sasa natakiwa kuhangaikia upande wa familia yangu kwanza, maana hawa Watanzania wenyewe huwa hawana hata shukrani. Unaweza kuwafanyia kila kitu, ila siku umepatwa na matatizo tu wanakuacha mwenyewe kama vile yani hawakuwahi, yani kama hawakuwahi kuwepo hapa duniani. Kwa hiyo mimi siwezi kufanya upumbavu. Ni muda wa mimi kufurahia mema ya nchi. Jamaa alikuwa anaongea hivyo huku sasa akipata pombe ya gharama. Akiwa ndio kwanza anaanza kusikilizia zile steam kichwani bwana. Alisikia kelele ya kishindo nje. Mara ya kwanza aliamua kuzipuuza kelele zile, ila mara ya pili alisikia mtu akiwa anatoa sauti ya kuhitaji msaada. Ndipo akaona huenda lile jambo lilikuwa na maana tofauti na mawazo yake. Hivyo akaamua kutoka sebuleni na kwenda nje. Alikutana na jambo la kushangaza. Hata zile pombe kichwani zote zilikata. Ndani ya lile geti ni damu ilikuwa imetapakaa kila sehemu, huku sasa walinzi wake wakiwa wameuawa kwa kupigwa risasi na wengine kwa kisu. Alimfuata mlinzi mmoja ambaye bado alikuwa anahangaika chini akiwa sasa ameshika koromeo lake. IGP alijikuta naye mwili wake unatapakaa damu zile, ila akiwa anamsikiliza yule mlinzi ambaye alikuwa anajaribu kuongea kwa sauti ya chini. Alitambua nyuma yake kulikuwa na mtu. Basi sauti nzito ilisikika nyuma yake ikisema kwamba hello IGP. IGP alishtuka sana, akasema kwamba tunaweza kuongea tafadhali, na nitafanya ambacho nakitaka ila usiniue tafadhali sana. Anaongea kwa hofu akiwa anafumba macho, maana hakujua ambacho ule bwana angekifanya kwa kuwa hakuwa anamuona. Sijali, simama na unyanyuke kisha tuingie ndani kwani na mazungumzo na wewe. Alipogeuka hofu ilimzidi zaidi baada ya kutambua ambaye alikuwa nyumbani kwake alikuwa ni Janilo. Kila kiongozi alikuwa na taarifa za bwana yule, hasa baada ya kuhusika kuwaua mabosi zake wawili, yani rais na waziri wa ulinzi, huku akiwa ndiye sababu kubwa ya vifo vya viongozi wengine wa ngazi za juu. Basi walitembea mpaka kwenye sofa ambapo alimhitaji IGP kuketi chini. Wakati naingia pale kuna mlinzi wako ameongea kauli ambayo inaonyesha kama ulikuwa unatarajia ugeni usiku. Ni kweli. Nani nakuja kukutana na wewe? Ni kiongozi wa The Genesis Cabal. Jerome anakuja hapa? Sio huyo. Ni nani? Nimeambiwa kuna mtu ambaye alikuwa anaishi nje ya nchi na sasa amekuja Tanzania baada ya haya matatizo kutokea. Kwa hiyo mimi sijapewa maelezo zaidi hapa, ila nimeambiwa tu niongee naye kwa nidhamu kubwa kwa sababu kuna uwezekano anaweza kuniua. Basi nimefika kwa muda mwafaka kabisa kukutana na huyu mtu, na hili utalifanya kwa namna ambayo naitaka mimi. Nadhani kwenye hili hakuna tatizo Zambi, au kuna shida? Hapana. Sawa, akija hapa mimi nitajificha mahali ambapo nitakuwa nawasikiliza. Na wewe hautakiwi kuonyesha hofu. Sawa Yaani hautakiwi kuonyesha hofu kama kuna mtu yote hapa, kwa sababu ukifanya hivyo na wewe wote, na ni jambo ambalo una uhakika hautaki kutokee. Kwa hiyo mfanye awe huru kuzungumza kila kitu, kisha baadaye mimi nitatokea. Unaweza kufanya hivyo kuyaokoa maisha yako IGP? Ndio naweza. Tulia basi, usio na kiwewe, sawa? Relax, sawa? Kwa hiyo sasa unajua sababu ambayo imenileta hapo siku? Hapana. Sawa, nilipata taarifa za kwamba wewe ulivamiwa na msafara wako na vijana wako wote wakauawa, na kwa bahati mbaya kwa viongozi wa ulinzi ambao wanategemewa ni wewe ambaye tulikuwa hatujakutana kufanya mazungumzo. Kwa sasa jeshi la polisi limebadilika kwa siku hizi mbili. Yaani inafanya kazi za hovyo, mara kukamata watu bila sababu za msingi, jambo ambalo rais hajataka kuingilia kwa sababu nadhani anajua sababu zake maalum. Maana
Alihitaji kukufanya uwe huru kufanya mambo yako, ili ajue kama kutakuwa kuna shida mahali. Sasa na hakika haya mabadiliko hajaja kwa bahati mbaya, bali kuna sababu nyuma yake. Na kila nikijaribu kuunganisha matukio, nagundua haya yameanza baada ya wewe kupata hilo tatizo. Kwa mtu kama mimi, siwezi kuamini kama haya yanatokea kwa bahati mbaya. Kwamba wewe na rais mnazungumza? Una tatizo na jambo hilo? Sina maana hiyo. Ndio, mimi na yeye tunazungumza bwana Zambi, kwa sababu hata safari ya kuja huku anaijua vizuri tu. Imekuwaje mtu ambaye alikuwa anakuhitaji hata ukiwa mfu leo unasema kwamba umezungumza na rais? Sio kila mtu inatakiwa umfanye kuwa adui kwenye maisha yako. Kuna watu ni vyema zaidi ukiwafanya kuwa marafiki, maana utapata manufaa makubwa zaidi ya kuwafanya kuwa maadui. Hebu turudi kwenye swali langu. Ni kweli hawa watu walinifuata na ndio ambao walinitaka mimi nifanye kazi kwa niaba yao. Kazi zipi? Kuivuruga nchi kwa kutumia jeshi la polisi, lakini pia nilitakiwa niwe na ripoti siri nyingi ambazo wao hawana uwezo wa kuzifikia, hususan kwa wakati kama huu. Na unajua kama rais anafanya nao kazi? Ndio najua, ila sasa sikufuatilia, maana kwa sasa sikuona kama ni jambo linaweza kunisaidia zaidi ya kuniingizia tu kwenye hatari. Sasa nilipata taarifa za rais kuwaua vijana wangu wawili, hivyo nilihitaji kufuatilia kiundani kuzijua sababu hizo, ndipo nikakutana na hilo tatizo. Nikiwa kwenye mawazo ya kuangalia ni maamuzi gani naweza kuyachukua, ndipo nimepokea simu ya kukutana na kiongozi mkuu wa hawa watu, na sijajua atakuja hapa kuongea nini na mimi. Na wewe ulikuwa umefanya maamuzi gani? Mimi ni mtu wa familia. Unahisi mimi ningechukua maamuzi gani? Yaani umeua walinzi wangu wote, inamaanisha hauwezi kuniacha. Hivyo kwangu jambo pekee ambalo naomba unisaidie ni kutokuidhuru tu familia yangu. Mimi nifanya kile ambacho kila baba na mume angeweza kukifanya kwa ajili ya familia yake. Okay, kipi kimekufanya wewe uhisi nipo hapa kwa ajili ya kukuua? Naelewa namna watu aina yako wanaofanya kazi. Huwa hamtaki kuacha makosa nyuma, sehemu ambazo mnapita. Kwa hiyo makosa hayo yanaweza kukufanya ukajiingiza sehemu mbaya. Ndio maana watu aina yako wengi mnaishi maisha marefu. Basi msikilizaji, wakiwa wanaendelea mazungumzo, walisikia sauti ya mtu akiwa sasa nagonga mlango kupitia alarm kutani. IGP alipewa ishara na Janilo kwenda kuangalia. Alimkonyeza Janilo kumpa ishara ya muhusika kufika, akapewa amri ya kwenda kumpokea mtu huyo. Msikilizaji, tukutane sehemu ya mwisho. Sehemu inayofuata ndio sehemu ya mwisho. Tumalizane na hii simulizi ya Janilo, na kuna story nyingi sana zinakusubiri wewe, nyingi mno. Yaani hapa mpaka natamani ningekuwa na midomo karibia hata 10 ya kusimulia simulizi nyingine. Kwa hiyo bwana, tukutane sehemu ya mwisho, tumalizane na Janilo, tuingie story zingine tam kweli. Niseme tu God be with you till we meet again. Bye bye.